La kikeke uko nami Mfalme Salim, hali kadhalika Malkia Imani Hendrik. Tutakwenda Zanzibar, utapata nafasi ya kumsikiliza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar. Kama unatusikiliza kwenye radio, unaweza kuswitch kuingia kwenye YouTube, utaweza kumuona Jaji George Kazi akizungumza nasi jioni hii kwa mambo muhimu kabisa. Moja kwa moja tuende visiwani Zanzibar, ambapo tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC inaendelea na uhakiki na daftari la wapiga kura sambamba kabisa na kuandikisha wapiga kura wapya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 utakaofanyika Oktoba. Sasa wakati hayo yakiendelea, jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limewakamata watu 5 wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa chama cha ACT Wazalendo kwa tuhuma za kuwazuia watu wasijiandikishe kwenye daftari la wapiga kura na kufanya fujo kwenye kituo cha kuandikisha wapiga kura. Taarifa ya Anoth Po inaeleza zaidi. Zikiwa zimesalia takribani siku 200 kufika mwezi wa uchaguzi mkuu, visiwani Zanzibar tayari wameshahakikiwa. Zoezi la kuhakiki taarifa za wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba limekamilika hapo jana visiwani humo. Waswahili husema walipo watu wengi basi kuna mengi, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limewakamata watu 5 wanaodhaniwa kuwa ni wanachama wa ACT Wazalendo kwa kosa la kuwakataza wananchi hao kuhakiki taarifa zao kwenye daftari hilo la wapiga kura. Tukio hili limetokea tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 3:30 asubuhi huko Muyuni A. Mwanachama mmoja wa ACT Wazalendo aitwaye Hamisi Haji Juma mwenye miaka 56 kwa umri wake, ni Mshirazi na mkazi wa Muyuni A. Bila mamlaka yoyote ya kisheria aliwazuia wafanyakazi wake kwamba maadamu wako unafanya kazi kwake wasiende kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, kitendo ambacho ni kuwanyima haki yao ya kikatiba. Jeshi la polisi linasisitiza kuendelea kuwatafuta watuhumiwa wengine wa chama hicho wanaotuhumiwa kwa tuhuma za kuwanyang'anya wananchi vitambulisho ili wasiweze kuhakiki taarifa zao kwenye daftari hilo la wapiga kura. Na kama ambavyo tuliahidi mara ya kwanza, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vikosi vingine vya ulinzi na usalama lisimamia kwa uthabiti zoezi hili ili wananchi waweze kujiandikisha na kupata haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kuwachagua viongozi wetu. Kwa mwaka huu Zanzibar inatarajia kushuhudia watu zaidi ya 566,000 watakaojitokeza kupiga kura katika uchaguzi huo hivi karibuni. Kuelekea uchaguzi huo, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Osman Masud Osman, tayari ameshatangaza nia ya kugombea urais visiwani humo, huku Chama cha Mapinduzi katika mkutano wake mkuu kilimpitisha Rais Hussein Ali Mwinyi kugombea tena nafasi ya urais katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Anoth Po, Kasili la Kikeke, Crown Media. Sasa na moja kwa moja tuungane na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, Jaji George Kazi, kuweza kuzungumzia hili kubwa, ni mchakato wa uhakiki na uandikishaji wa wapiga kura wapya ambayo inafanyika. Asante sana Jaji kuweza kutenga muda wako na kuweza kuzungumza. Najua wewe ni mtu mwenye shughuli nyingi sana. Hizi taarifa umezipata za watu waliokamatwa? Taarifa za watu waliokamatwa nilizipata kwa sababu tulikuwa katika maeneo vile vile ya uandikishaji siku ya tarehe 11, na wakati tulikuwa katika kituo cha Kidigija tulipokea taarifa kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanazuia watu waliojitokeza kwenda kupiga kura. Kuna baadhi walikuwa wamejipanga karibu na kituo wakiwa wanazuia watu wao. Lakini tulipata taarifa baadaye kwamba watu wao tayari walikuwa wameshachukuliwa na vyombo vya ulinzi, polisi waliochukua kwa ajili ya mahojiano. Sasa baada hapo hatujapata tena taarifa zaidi ya nini ambacho kinatokea, sababu yanakuwa tena hayako chini yetu. Kabisa. Jaji, tunajua kabisa katika mwaka wa uchaguzi kama huu kunakuwa na matukio mengi yanayofanana na haya. Kwa nini unadhani wanafanya hivi, na kama lingefanyika eneo ambalo mamlaka hazioni, kuna watu wangekosa haki yao? Ni sahihi. Swala zima haya yanatokea ni kutokana kwamba yanachochewa na baadhi ya wanasiasa. Katika vikao vyetu vya mwanzo wakati tunajitayarisha kabla ya uandikishaji, tuliwaita wadau ambao walikuwa wanasiasa na tulijaribu kuwaasa kwamba swala la uandikishaji ni swala la kiraia. Wao vyama vya siasa wana jukumu la kuwashawishi na kuwashajiisha wanachama wao au wananchi waende kujiandikisha,
lakini tulikuwa tunajaribu sana kuwaomba wasiingilie mchakato mzima, kwa sababu kama mlikuwa mnafuatilia, kulikuwa kuna baadhi ya mikutano ya vyama mfano kama ACT walikuwa wanajaribu sana kuwashawishi wanachama wao kuzuia watu kwenda kujiandikisha, wakidai kwamba kuna watu ambao wamepandikizwa kutoka Tanzania bara. Sasa hilo ni swala ambalo ni kinyume na sheria, kwa sababu sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018 inakataza mtu yoyote kumzuia mtu kwenda kujiandikisha. Ni swala la kijinai. Ikitokea mtu namzuia mtu mwingine kwenda kujiandikisha, ukichukuliwa yaani ukitua hatiani unaweza ukafungwa. Ina fine, lakini vile na kifungo. Kwa sababu msingi mzima wa kuweza kuzuia watu wasichukue sheria mkononi, sheria ya uchaguzi imeweka utaratibu mzuri kabisa. Pale ambapo mtu ameandikishwa, tukimaliza zoezi zima la kuandikisha, tunakuja kutoa orodha ya watu walioandikishwa. Na ile orodha tunatoa kwenye vituo vile ambavyo tumeandikisha au maeneo mengine ambayo tumeamua. Na ile orodha inakuwepo kwa muda wa siku 7. Lengo la kutoa orodha ile ni kwa yule ambaye ameandikishwa kuangalia taarifa zake kama ziko sahihi, au kama haziko sahihi aweze kuleta maombi ya kuweza kurekebishwa, taarifa zake zikakaa ili zikae sawa. Lakini vile vile mtu yeyote ambaye ni mpiga kura ameona sasa kuna mtu ambaye ameandikishwa lakini yeye anajua hana sifa ya kuandikishwa, basi anaweza kuleta pingamizi. Na huo ndio utaratibu wa kuweza kuondoa wale watu ambao wanakuwa wana sifa. Lakini tukiwa tunafanya zoezi hili, yoyote yule ambaye anajiona kwamba ana sifa, yeye anaruhusiwa kuja na anaandikishwa pale ambapo kwenye kituo ambapo samaki kwenye vituo kunakuwa na mashare na mawakala wa vyama. Lengo la share kuwepo pale anakuwa kama wakala wa tume. Yeye ndo anakuwa anajua watu katika shehia yake. Anajua wakazi ambao make utaratibu kama unaingia unahamia katika eneo au katika shehia, lazima uende uripoti kwa shehia, na of course unakuwa na barua kutoka kwa shehia ambao umehama. Yes. Labda kwa watu ambao wametoka Tanzania bara wakahamia huko kwa ajili ya makazi, na wenyewe wanakuwa na barua hiyo. Hata mtu alitoka Tanzania bara akahamia Zanzibar, ipo sheria ambayo inaelezea jinsi gani yule mtu anakuja kupata sifa kwa Mzanzibari. Na yeye anatakiwa awe ameshakaa Zanzibar kwa kipindi cha kama sikosemi miaka 10, ndio sheria inavyosema. Ukikaa miaka 10 na zaidi, then unaweza kupata sifa kwa Mzanzibari na unapata kitambulisho cha Mzanzibari. Sasa unakuwa na haki zote kama mtu ambaye ni Mzanzibari wa kuzaliwa Zanzibar. Tuwatafuta ACT Wazalendo tuwaulize kuhusu madai hayo ya watu ambao wanaandikishwa na ambao sio wakazi. Ulikuwa unataka kumuuliza jaji? Nilitaka kumuuliza kwamba hapa juzi ACT Wazalendo wamesusia ule mkutano wa baraza la vyama vya siasa uliomalizika Morogoro, na Zanzibar hali ni hiyo hiyo, mpaka huenda ndio wanashukiwa kuwakataza wanachama wao. Mimi nimesikia vivyo katika vyombo vya habari kwamba wamesusia, lakini sasa katika swala la uandikishaji wao walikuwa wanajaribu sana kuwashawishi wanachama wao kwamba kuna watu wamepandikizwa ambao si Wazanzibari na hawana sifa. Kwa hiyo walikuwa wanaambia waende katika vituo kwa ajili ya kuwazuia. Sasa sidhani kama ilikuwa lina connection yoyote na hilo la baraza la vyama vya siasa. Hii ilikuwa ni katika mchakato kuhakikisha kwamba watu ambao wanahisi kwamba hawana sifa hawataandikishwa, lakini huo sio utaratibu. Sawa. Judge, labda utuambie hii shughuli ya kuandikisha watu na kuhakiki inaendelea kwa muda gani na itakamilika lini? Sasa hivi tumefika ukingoni. Kesho tarehe 15 ndo tutakuwa katika wilaya ya mwisho ambao tutakuwa kwa siku 3 ambao tutakuwa wilaya mjini. Tarehe 17 tutakuwa tumekamilisha zoezi letu la uandikishaji wapiga kura wapya. Kwa hiyo kama kuna mtu hajajiandikisha katika mikoa mingine ndio ameshapitwa na treni sasa? Kama mtu hajapata fursa hiyo inakuwa tayari fursa hiyo itakuwa imeshampita, itabidi asubiri tena mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka huu, then ile zoezi linaweza kaendelea vile vile. Jaji, hamoni haja ya kuongeza muda? Labda kuna watu labda walitingwa ama walitoka nje ya Zanzibar na muda ndio umeyoyoma. Unajua zoezi hili lina gharama.
na gharama kubwa, na in fact hizo siku 3 ungekuwa ni mtu ambaye labda unafuatilia kama mwangalizi, unaona hata hizo siku 3 kwa kila wilaya ni nyingi. Manake siku ya kwanza tunapata wananchi wengi wanaojitokeza. Siku ya pili unaweza kukuta kwamba ile idadi inapungua. Siku ya tatu unaweza kukuta watu wachache zaidi. Which means ukiangalia hata siku 2 zingeweza kutosha. Sasa ukisema tuongeze, tunaweza yani ukatumia gharama kubwa lakini kusiwe na watu. Yes. Kwa maana hiyo mwitikio ni mkubwa sana, sivyo? Yeah, kwa sasa hivi mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 zoezi la uandikishaji wapiga kura wapya tumefanya mara 2. Tulifanya kwa mwaka 23-24 ambao tulianza Disemba mwaka 2023 na kumaliza mwaka 2024 Januari. Wakati tunafanya zoezi hilo la mwanzo tulikuwa tumekadiria kuandikisha wapiga kura wapya 162,606. Na sisi makadirio yetu haya yanatokana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Tunaangalia vijana wale ambao wametimiza umri wa miaka 18 tokea baada ya uchaguzi uliopita 2020 mpaka kipindi ambacho tunaandikisha. Takwimu za sensa zinasema wako vijana wangapi, lakini hatuandikishi hao tu, tunaandikisha pamoja na wale ambao hawajapata fursa kuandikishwa kwa sababu moja au nyingine, ambao ni rika tofauti. Lakini hao tunakuwa hatuna makadirio yao kwa sababu tunakuwa hatuwajui. Kwa makadirio yetu inakuwa ni wale ambao wametimiza umri wa miaka 18. Kwa hiyo katika zoezi la awali hatukufanikiwa sana kwa sababu ingawa tulikuwa tunategemea tutaandikisha watu 162,606, lakini tuliandikisha watu 57,883 ambao ilikuwa ni kama 35.6%. Makadirio ya sasa hivi ambayo tunaangalia kuanzia Januari 2024 mpaka Disemba 2024 ambapo tulikuwa tumeanza zoezi letu la mara ya pili, ilikuwa na makadirio ya vijana ambao wametimiza umri wa miaka 18 78,922. Lakini mwitikio kwa kipindi hiki umekuwa ni mkubwa sana. Umepata wangapi? Na hatujamaliza, lakini tunategemea kwamba tunaweza tukakaribia 100% au tukavuka. Okay. Safi sana. Yeah. Nashukuru sana mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jaji George Kazi. Najua huu ndio mwaka wa kazi kama jina lako linavyosema. Kabisa. Tunatakia kila la heri na tutakuwa tunakusumbua sana kupigia kutaka ufafanuzi na maelekezo zaidi kwa sababu hiki ndio kipindi ambacho wananchi wengi wanafuatilia ofisi yako sasa hivi, au sio? Ndio. Asante sana. Asante sana. Huyu ni mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jaji George Kazi, akizungumza nasi mubashara kutoka Zanzibar kuhusiana na hilo sekeseke la watu wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa ACT Wazalendo kuzuia watu wasijiandikishe kwenye daftari la wapiga kura na polisi kuweza kuwashikilia. Unasikiliza 92.1 Crown FM. Hapa ni nyumbani.